Okay. Tunaendelea tena na topic yetu ya AI na leo tuna baadhi ya vitu ambavyo tunataka tuviongelee ambavyo ni namna gani ambavyo AI inaweza ikafunction bila data. Yaani watu wanauliza kwamba una AI, ukisema AI na data ni nini? Kwanza, data ni nini? Kwenye topic zilizopita tuliongelea hicho kitu cha kwamba AI inafanya kazi kwa data, na kwamba kwa mfano kama ni mwanafunzi kuchukua notes zako za shule za mwaka mzima, upload kule, zile notes tayari ni data. Kwa ukiuliza maswali kutoka kwenye zile notes utapata majibu. Sasa leo tunachokiongelea hapa ni kwamba AI inafanyaje kazi? Yaani AI inaweza kufanya kazi bila data. Na je, data ni nini? Mshaona sio? Kule tulizungumzia data ni notice zile ambazo kwa lugha nyepesi ni notice zile za shule ambazo unaweza kazi upload, alafu kauliza maswali. Kwa mfano topic nzima ya safari ya Marco Polo labda kutoka huko Ulaya kuja Afrika, ile topic nzima ile ukai-upload kwenye AI, then ukauliza AI Marco Polo ni nani, itaenda tasoma kule then itakujibu. Sasa data ni nini kwenye AI? Data kwa lugha nyingine ni taarifa zako, yani ni taarifa zile ambazo unaziprovide. Unajua hapa tunaongelea AI kwenye lugha ambayo ni nyepesi ili kila mtu aweze kuelewa. Umeshaelewa sio? Na ukumbuke topic yetu sisi kubwa ni madhara makubwa ya AI kwenye maisha ya binadamu sasa hivi. Faida zake ni zipi na madhara yake ni yapi? Na tumeshabainisha tangu mwanzo kwamba madhara ya AI ni makubwa zaidi kuliko faida. Haya. Kwa mfano data ya kwanza ambayo kwa mfano madhara kwanza ambayo tunapata ni kwamba data zetu sisi hapa zinaenda direct kwenye AI, utake usitake zitaenda. Unaweza kwenda kwenye AI sasa ukauliza, ukaenda kwenye chatbot yote ya AI ukauliza jina lako ni nani, nikakuletea kwamba kwa mfano Juma Uledi ni nani, inakuletea sasa Juma Uledi ni fulani, anaishi huko Nigeria, ana maisha yake, ana watoto wawili watatu. Lakini kwa nini Juma Uledi anapatikana kwenye AI? Kwa sababu Juma Uledi utakuta ana account Google, Juma Uledi ana account Facebook. Kwa sababu hiyo AI, hizo AI unazoziona hizi zina uwezo ku search kwenye mitandao mbalimbali, platforms mbalimbali. Na kuna AI zingine ni za Google. Kwa mfano kuna Meta AI. Meta AI yenyewe ni ya Google. Kama wewe mtu ana account ya email, kama wewe mtu ana account ya email au alishaye kufanya matangazo ashafanya searching zote za kwenye Google, wakati account yake ya email ikiwa iko active, tayari huyo mtu ana uwezo wa kupatikana kwamba huyo mtu ni nani. Hata wewe mwenyewe ukitaka kufanya research nyepesi na kwenye Google, andika jina lako. Kama jina lako ukiandika ikisearch ikakuletea account yako ya Facebook, kama Google inaweza kukujua kwamba wewe ni fulani na una account Facebook, basi ujue kwamba kwenye AI na wewe tayari unapatikana. Sasa muendelezo sasa wa taarifa zako sasa kujulikana unaanzia hapo, kwa sababu kama Google inaweza ikapick wewe ni nani na unafanya kazi gani na uko sehemu gani, ujue kwamba kuna taarifa zako zingine nyingi za muhimu ambazo zipo mtandaoni. Una watoto wangapi, birthday ushaposti birthday ya mke wako, ushaposti birthday ya mtoto wako, hizo ni taarifa zako. Kwa hizo ni data. Kosa zikiwa nyingi za watu 1000 inakuwa ni wingi wa data. Na wingi wa data ndio unarahisisha sasa ufanyaji kazi wa AI. Kwa badala kwenda sasa hivi kwenda masjala ya taifa kwenda kuuliza bwana Juma Uledi ni nani, hakuna haja, unaenda tu Google. Umeshaona sio? Kwa maana madhara ya AI hapa yanaendelea kuonekana. Kwa sababu gani? Wale watu wa masjala kule tena hawana kazi. Sababu kama kuna taarifa za watu ziko mitandaoni na nikaenda mimi kwenye Google ninazipata, au nikaenda kwenye, kama Google hainipi, nikaenda kwenye AI, kuna AI ambazo zingine ni scraper, tunaita scraper tools. Scraper tools zina uwezo kukusanya taarifa mbalimbali kama namba za simu. Unaona, namba za simu mitandaoni, namba za simu za makampuni ya Tanzania zikakuletea, ukaenda ukatafuta ni email za makampuni ya Tanzania zikapatwa. Kutokana na nini? Kutokana na hayo makampuni yamejisajili BRELA. Na kama kule BRELA kuna data breach aina yoyote, ina maana mimi nikienda kwenye AI nikiscrap ya makampuni ya Tanzania kutafuta mawasiliano yao, nitayapata kwa sababu kuna data breach ishafanyika huko nyuma. Kama kuna document ambazo zipo somewhere zimekuwa mishandled na watu, zile document
zikipanda kwenye AI, ina maana mtu yote anaweza kupata hizo taarifa. Tayari hiyo ni data breach tayari. Kwa hiyo ina maana kwamba AI inafanya kazi kwa kuscrap hizo document, inakuletea wewe taarifa. Kuna watu hapo tayari wanakosa kazi. Ulikuwa unamtuma bodaboda kwenda posta, kwenda mjini, kwenda kukuletea taarifa fulani, kwenda kukuletea taarifa fulani. Sasa hivi hiyo taarifa unakwenda unaisearch mtandaoni na unaipata. Kwa nini? Kwa sababu kuna data breach kufanyika na AI wana hizo taarifa. Kwa hiyo huna haja tena kumtuma tena mtu. Tayari bodaboda hapa ameshafanyaje? Ameshakosa kazi. Kwa hiyo ziko factors ziko tofauti tofauti. Alafu kitu kingine, data ni fuel ya AI. Hakuna data, ufanyaji kazi wa AI unakuwa ni wa kusuasua. Pause. Zipo AI ambazo ni actually inabidi unazitrain. Ushauri sio from zero. Unakuja na account ni fresh ya AI and then unaitrain yenyewe, unaitrain. Kwa mfano unaiambia ni Google, sawa, unaiuliza, unaambia unaitrain, unaambia ni Facebook, unaambia hapa ni Instagram, from zero. Inaweza yenyewe inaanza kugain, kwa unaipa information. Kwa zipo ambazo unazipa information na zipo ambazo zinakuja tayari ziko preloaded tayari. Zinakuja ziko loaded tayari. Kuna preloaded na loaded tayari. Umeshaelewa sio? Alafu kitu kingine kibaya zaidi ni taarifa ambazo zipo kwenye Google. Kwa matumizi ya kawaida ya mtu kawaida, ukitumia Meta AI, ukitumia Meta AI, ukitumia Gemini ni AI ya Google. Hii unaweza kuitumia kupata taarifa nyingi sana, kwa sababu watu wengi wapo kwenye Google kwa kutumia akaunti za email za Gmail, na watu wengi wanasearch vitu kwenye kupitia simu zao ambazo hizo simu zingine hazina security. Wanasearch vitu kwenye Google. Kwa hiyo ukienda kutumia Gemini kupata taarifa kwa haraka utapata. Kwa hiyo ni Gemini AI. Ukienda kwenye Google ukisearch Gemini AI inakuja, na sasa hivi wamelink kwenye search button ya Google. Kwa hiyo kutumia hiyo unaweza kupata taarifa nyingi sana kwenye AI. Sasa kuna kitu kimoja ambacho kimekuja sasa hivi. Watu wanasema kwamba taarifa, kuna watu gani ambao wako safe kwenye masuala ya ajira. Kuna issue ambayo sasa hivi inaendelea ya polisi na kuja kukosa ajira baadaye, kwa sababu kwamba AI sasa hivi barabarani kote kuna CCTV kamera, na watu sura zao zishapita kwenye makamera huko kwenye shopping malls, kwenye watu wamepiga kwenye online chatting kama hivi unavyoona tunaongea hapa, mimi najirekodi kwenye simu. Unaona sio? Kuna watu ambao hizi sura zao kila mtu almost sasa hivi sura yake ilishakuwa captured mahali fulani na kamera. Umeshaelewa? Kama sura yako ilishakuwa captured mahali fulani na kamera, polisi anahitajika kufanya kazi wapi tena? Kwa sababu mwisho wa siku kama kuna evidence kidogo ambayo inahitaji ushahidi, AI ukisema kwamba huu mkono ukaweka tu mkono, ukasema kwa mfano hivi, unaona, ukasema ukaupload huu mkono, ukasema kwenye Google, sema kwamba mimi nilikuwa naongea natanya mkono nafanya hivi. Hii taarifa ya hii video inaenda kwenye mtandao, si ndio? Kesho nikienda mahali nikafanya hivi, nikaiba kitu, sawa, ukichukua hii picha ya mkono mtupu hii hapa, ukiupload kwenye AI, ukaiambia huu mkono ni wa nani, as long as mimi nilishe kurekodi hii video hapa, na hii video ni data. Unajua hizi video ziko encrypted kwa njia ya zero, kwa njia ya tukienda deep zaidi iko encrypted kwa njia ya data. Hii video kuna namna ambavyo yani yenyewe ni namba tu, ni tarakimu. Umeshaelewa sio? Hapa wewe unapata picha kuona, lakini hizi ni pixels, zinakusanyika kwa pixels, na kila pixels inahesabika kwa tarakimu, kwa herufi, labda mchanganyiko wa herufi fulani unatengeneza rangi nyekundu, mchanganyiko wa herufi fulani unatengeneza nani, mpaka video yote inatokea. Kwa hiyo yenyewe sasa AI ina uwezo kusearch kama hii video nikiupload mtandaoni, kesho nakukuta nikija nikiiba, inaweza kucompare hizo taarifa nyingi wakati mmoja, ikatafuta huu mkono, kesho kuta nimeenda kwenda kuiba benki, huu mkono wangu ukionekana kwenye kamera, naweza kuja kukamatwa. That is how bad AI is. Ni hatari sana. Yaani kwa hii picha, kwa mkono huu unavyoona huu, kesho mimi nikienda nikiiba benki, huu mkono ukionekana, sawa, mimi uwezo kukamatwa ninao. Sawa. Sasa ipo kesi moja inaendelea mtandaoni sasa hivi huko Marekani. Mtu amehukumiwa na ushahidi umekuwa provided na AI na hakimu amemnyosha. Ushaelewa sio? Jamaa kaenda sasa hivi ameenda kufungua kampuni, amefungua kesi ya kumshtaki mwenye kampuni ya AI. Lakini ushahidi wake ni concrete.
Umeshaelewa sio? Sasa umeanza kuona namna ambavyo ajira za watu zinaondoka. Polisi wanaondoka. Umeshaelewa sio? Wanasheria wana uwezo mdogo sana, wana uwezo wa kibinadamu wa kukumbuka vitu. Umeshaelewa sio? Hawahitajiki tena sasa hivi kwa sababu wanafanya kazi kwa kutumia nini? Kwa kutumia memorization ya sheria, kukumbuka vipengele vya sheria na kukumbuka cases ambazo zilishafanyika previously. Hizo ni data. Vipengele vya sheria na cases zilizopita, zote hizo ni data. Kwa hiyo issue ya watu kukosa ajira inaendelea. Sasa hivi wameongezeka tena polisi kwamba ushahidi wa picha sasa hivi unamata zaidi, na ushahidi huo na sasa hivi na sio tu hivyo, kuna mpaka koti AI, kuna mpaka judge AI ambazo zinahukumu. Umeshaelewa? Kwa hiyo AI inakamata, AI inahukumu. Kama ni kipindi ambacho tumefikia, kipindi ambacho ni kibaya ni sasa hivi. Kwa sababu ukifanya kosa kwenye traffic light sasa hivi, traffic light zinapeleka taarifa traffic makao makuu kwenye kompyuta, unakuwa stopped, next traffic light unakuwa stopped, unakuwa charged na system ndio inakucharge, and then unapelekwa mahakamani, unakwenda kukutana na ushahidi wako huko provide kwenye kompyuta, and then anayekuhukumu naye pia ni AI. Kwa ni AI kuanzia kukamata mpaka kuhukumu. Sasa hizo ajira za watu zinatoka wapi? Umeshaelewa sio? Kwa hiyo ni muendelezo tu kwamba hivi vitu, hii issue ya AI sio issue ambayo ni ndogo au sio issue ambayo ni issue ya kuchukulia poa. Ni issue ambayo tuihandle with care, tuijadili vizuri, alafu tuifanyie kazi na tusipuzie, tuhakikishe kwamba mambo yanakuwa salama na watu wanakipwa ajira zao. Kwa sababu mwisho wa siku challenge nyingine ambayo ni kubwa zaidi kuliko zote ni kwamba wa Marekani nao pia wanalia, wanasema kwamba sasa hivi kuna kazi, ukitafuta kazi za kufanya haupati kazi ambazo ni kazi ambazo ni unatoka baba anatoka anaenda kazini. Sasa hivi kazi zinazopatikana sasa hivi ni in-house jobs. In-house jobs ndio zinapatikana. Kazi ya babu amke asubuhi uvae nguo uende kazini hazipo tena kwenye mataifa watu walioendelea. Zibaki kwenye mataifa yetu sisi ambao ofisi ziko scattered. Lakini kwenye mataifa watu walioendelea sasa hivi in-house jobs zote, unaamka unawasha mashine unafanya kazi hapo, huko mambo yanaitikia. Mtu mwingine anafanya kazi ya kuoperate robot kiwandani. Anaoperate robot 5 kwa wakati mmoja. Huyu anaenda kazini kufuata nini? Haikazi kufuata chochote. Kwa sasa hivi in-house jobs, kuna watu wanalia sasa hivi huko Ulaya hawana kazi za hawana uwezo wa kutoka nje kwenda kufanya kazi. Wanaamka wanakaa kwenye kiti mpaka jioni. Umeshaelewa? Kwa hiyo yani kuna mabadiliko ya masuala ya ajira yanakuja, na haya mabadiliko yatatuletea shida, na kama tusipojipanga na kama tusipoongea kwa lugha nyepesi kama ninayoongea mimi, tukiongea technical terms, sasa kuna watu hawataelewa kwamba AI ni nini. Ushaelewa sio? Kuna watu sasa hivi wanasoma international relation. Ushaelewa? Kuna watu sasa hivi wanasoma computer IT. Unaona sio? Kuna watu wanasoma programming. Kuna watu sasa hivi wanasoma website, kutengeneza website. Kuna watu wanasoma vitu kutengeneza app za simu. Vitu ambavyo kweli utakwenda kusoma tena sasa hivi. Hautakwenda kusoma sasa hivi. Unataka upate mtu akushauri akwambie bana hivi vitu hivi usisome. Yaani mara 10,000 sasa hivi uende ukasome namna ya kulima. Ushaelewa? Namna kuotesha, namna kulea mche wa spinach. Ufikie kuvuna bila kuliwa na wadudu. Hiyo ndio tunataka kusomea, kwa sababu chakula hauwezi kusubstitute chakula na kitu chochote. Lakini wewe unataka kusoma IT sasa hivi. Mimi kwa mfano nikwambia tu simple, sisi tulifanyaga computer installation miaka ya nyuma 2009 na 10. Kwa tuna install window kwa shilingi 90,000 mpaka 1,900,000. Window ya computer laki. Sasa hivi window ya computer una install, nani ana install tena window hata shilingi 10,000 ya kupi, mtu anakuomba naomba nisaidie. It's something ambayo unamsaidia mtu. Ukimpa sana shilingi 10,000 umepewa. Na watu hawatoi hela. Lakini uanze kujua kitu kimoja, lazima watu tujipange, na lazima ili swala tuliongelee kwa lugha nyepesi. Sisi wenye hiyo taaluma ya kuweza kuiongelea swala tuliongee kwa lugha nyepesi ili watu waweze kuelewa, wajipange kufanya manual works. Shelo sio kama ni mifugo, ujifunze kuifuga, kufanyia kazi kwa mikono yako. Lakini kazi za ofisini is a time ticking bomb.